tengeneza wazo. Yes. Tengeneza wazo. Yeah. Liwe mtaji wako. Yeah. Pesa, kama wazo ni mtaji, pesa ni nini? Pesa kiwe kitendea kazi, nyenzo. Pesa inapokuja kwenye maisha ya kwako, ikikuta kuna maono, ikakuta kuna wazo lililozalisha mipango fulani, pesa hii inapokuja huwa inakuja kukamilisha mipango yako. Na mtu wa design hii hautakaona anapoteza pesa ovyo. Kwa pesa inapokuja ina maelekezo maalum. Inaelekea pale ambapo tayari ilishajengewa, ilishatengenezewa. Kwa hiyo inajua ikiingia tu inaenda kufanya kazi gani. Huyu mtu ndakuta kila siku anapiga hatua nyingine, apiga hatua nyingine, apiga hatua nyingine. Unanielewa sisi? Unaelewa sisi? Tunazungumza kimwili. Tengeneza msingi wa maono. Tengeneza mtaji wa wazo. Unanielewa? Nikija kwa Mungu nitakwambia kwanza maono ambayo ni msingi liwe ni neno la Mungu. Unanielewa? 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 Ukishapata neno la Mungu liwe msingi wa kustawi kwako. Cha pili, tafuta nguvu. Tafuta nguvu, kwa sababu hata ukija kimwili, ili linaloitwa wazo, wazo unazungumzia nguvu yenye uwezo kuzalisha mipango fulani. Sasa tafuta nguvu. Ni nguvu nitafutie wapi? Tafuta nguvu rohoni. Usitafute nguvu ya kimwili ukasema naenda kufanya gym nikiwa na nguvu, nikiwa wanasema mimi naitwa Bausha ndipo fedha zitakuja. No, tafuta nguvu rohoni. Tafuta nguvu. Una neno alafu ije nguvu, roho yako ibebe nguvu, na roho yako ikibeba nguvu mafanikio yatakuja. Kwa sababu mwanadamu huwezi kufanikiwa nje ya kiwango cha nguvu ya roho yako. Ukiona kuna vitu vinadolola, kuna mambo unajaribu sana kwenda nayo lakini yanashindikana, maana kiwango cha nguvu ya roho yako ni kidogo. Kwa hiyo lazima utafute neno la kiungu ndani yako, iwe msingi ukusaidie kukutengenezea nguvu rohoni. Ukipata nguvu rohoni, mafanikio utayapata. Neno la Mungu linasema, mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe sawa sawa na roho yako ifanikiwavyo. Huwezi kufanikiwa nje ya mafanikio ya roho yako. Baka ile roho iwe na mafanikio, ile roho iwe na mafanikio. Kama haina mafanikio, huwezi kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa. Kuna mtu ambaye namsaidia. Amen. Katika kitabu cha waraka Yohana, twende. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo. Anasema moja. Anasema moja. Ufanikiwe kwenye pesa? Hapana. Kununua gari? Hapana. Anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote. Alafu malaka ya kwanza
iwe ni ya afya. Lakini huwezi kuipata baraka ya afya kama roho yako haijafanikiwa. Nataka ufanikiwe katika mambo yote. Paulo anasema lakini Yohana anasema lakini ningetamani sana kabla ya pesa uwe na mbaraka wa afya. Fanikiwe sawasawa na roho yako ifanikiwavyo. Roho yako haina nguvu, huwezi kufanikiwa. Ngoja nikusaidia. Jana nilikuwa na wanangu mmoja toka asubuhi, na nilikuwa ninaongea na watu. Akanitembelea jirani yangu, nikamwambia neno moja. Kwa kuna vitu tulikuwa tunaongea, nikamwambia neno moja. Na tulikuwa tunaongea mbele, tuko hapo, tunapiga story na wanangu hapo. Na yeye aliyekuja, tuko na. Nikaanza kumwambia, shida tulionayo kwenye kizazi hiki tulicho nacho inatokana na misingi tuliojengewa na wazazi wetu waliotutangulia kimwili na kiroho pia. Wazazi wengi wa kiroho hawakutujengea msingi wa namna gani tunaweza kuketi kwenye mafanikio. Walitutengenezea msingi wa kuwa washirika, sio wanafunzi wa Kristo. Ndio maana watu wengi wanaenda makanisani, wanaingia na kutoka, hajui neno, ila ni mfuasi wa kanisa fulani. Ndio. Ni mshirika wa kanisa fulani. Yes. Na anasema mimi kanisa langu ni fulani, na ajivunia kanisa lake. Ndio maana leo tuna wengi tumeketi kwenye jambo moja la kujivunia dini, kwenye jambo moja la kujivunia udhehebu. Lakini utagundua wengi tunaojivunia udhehebu bado hatuna ufahamu halisia juu ya Mungu tunayemtumikia. Kwa hiyo anatumikia madhehebu, anatumikia dini. Hana Mungu. Hana Mungu. Hana Mungu. Kwa neno la Mungu asema mtu asiyedumu ndani ya fundisho hana Mungu, ila yeye adumuye ndani ya fundisho asema huyu anaye mwana na baba pia. Wengi tumeongozwa tu kama kondoo wanaokwenda machinjoni. Unakuta kwamba sawa na ukienda kwa mganga kienyeji utajua uganga bila kukaa kufundisha uganga. Ndio maana ukienda kwa mganga kienyeji ukikaa pale anasema wewe semaga tawile ya tawile. Kwa hiyo wengi wametujengea msingi, tukiingia kanisani muda wote unaanza amen. 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 Ndio maana hata amina wakati mwingine tega sikio vizuri, zifuatilie kile kinachozungumzwa na mtumishi. Si kila mahali pa kuweka amina, kwa sababu kuna majira anakuambia haleluya, usipokaa sawa Bwana yuko tayari kukuchukua, unakwenda kufa, sema amina. Kwa amina na iwe hivyo. Ndio. Na iwe hivyo. Je, kama na iwe hivyo uko tayari kufa? Kumbe lazima ufuatilie anachozungumza mtumishi. Ndio. Alafu ndipo ubandike nini? Amina. Sasa wengi tumeweka kama kwa waganga kienyeji. Umekaa tu hapa kama kondoo aliyewekwa kwenye machinjoni. Kila kitu nasema amen. Amen. Alafu natikisa na kichwa, alafu naimba kwa wimbo. Amen. Kwa wakatujengea msingi. Ndio. Wa kuwa makondoo yaendao machinjoni. Kweli. Ni watu hawa siku hadi siku. Hakuna nacho kifahamu. Ndio. Sasa nikaanza kusema
nikitumia mfano wa neno moja tu. Ukisoma katika kitabu cha Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu anaendelea bihi, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa yangu mimi nami nakataa wewe sio kwani kwangu. Alafu kwa kuwa umesahau sheria ya Bwana Mungu wako, mimi nami nitasahau watoto wako. Sasa Wakristo wengi wamenukuu namba A, kwa wanatembea kichwani, kila mmoja anayo. Ukiona kidogo sana watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, muulizo na maarifa. Na ni maarifa yapi yanazungumzwa hapa? Usifikiri akili au maarifa yanayozungumzwa hapo ni maarifa uliyosomea darasani kwako. Usifikiri ni elimu inayozungumzwa uliyofundishwa na mwalimu shuleni kwako. Hii si elimu ya kidunia, sio maarifa ya kidunia. Sasa na Mungu azungumzi na watu fulani, anazungumza na mchungaji. Mchungaji umegoma kufundisha watu kweli, na ndio maana wanapotea. Watu wangu wanaangamizwa. Mungu ndiye analalamika hapa, alafu anamkemea mchungaji. Ndio maana wachungaji wengi leo ni waoga. Kwa sababu ya nini? Tukikemea sana watu mnahama. Mkihama, akihama tayari kasadaka kanapungua, tayari fungu la 10 linapungua. Tafadhali lipungua, lakini nipate watu 10 waende mbinguni. Kweli baba, kweli baba. Kuliko nije nidaiwe maelfu ya watu wamepotea. Kweli. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa itengeneza uwezo rohoni, kwa sababu Mungu kwenye mfumo wa uumbaji wa Mungu hakuna mtu alimuumba aje awe tegemezi. Nakataa. Ndio. Hakuna mtu alimuumba kwamba huyu ni special. Ndio. Aje awe tajiri. Wengine wawe masikini. Kuna msemo wa wahenga anasema kila mtu atakula urefu wa kamba. Ukionaga hunaga kabidii kakulitafuta nguvu ya rohoni, ujue utakula kulingana na ulivyo. Ukiongeza kakiwango utakula. Hivi wewe fikiri watoto wale wa mdogo, kuna sadaka moja tunaita sadaka ya shukrani, na kuna sadaka moja tunaita sadaka ya dhabihu. Fikiria watoto wa mdogo, ikifika mwezi wa 10 au mwezi wa 9 kuelekea wa 10, huwa wana sadaka moja wanaita ya kuchinja. Umenielewa Umenielewa Wazio wanajisacrifice. Ukienda ukanda wa Wanzo hili kule wanachinjaga ng'ombe zaidi ya 700 mpaka 600. Ukienda Kunduchi kule wanachinja ng'ombe zaidi ya 1000 mpaka 800. Hawa wanadondoshwa ndani ya siku 2. Alafu sio wanauza wapate pesa. Wakishachinja wanaanza kutoa sadaka. Manake wanawapeleka, nyinyi mnakula ng'ombe wa sadaka. Alafu wewe unaimba na haleluya zako kila siku, hata ujui kubadilisha aina ya sadaka. Una 1000 kila itwapo leo. Anasema nataka niyashinde majini. Unayashindaje majini wewe? Wezio wametoa sadaka za ng'ombe 700. Wewe umetoa 1000. Anasema Bwana, nina maombi yangu, naomba sikia maombi yangu, nataka unijibu. Alafu maombi, amemwomba maombi 9, ameomba maombi 10. Hata imani yake hana ya hicho kupokea. Alafu kwenye maombi kaweka 500. Nataka Mungu anionekanie mwaka huu. Acheni mizako wa Mungu nyewe. Acheni utani. Acheni utani. Katika watu ambao hawanaga utani, hawachekeshi. Ndio. Ni washirikina. Ni wachawi. Ni waganga kienyeji. Hawachekeshi. Wanapofanya lao, wanafanya kiukamilifu. Hawachekeshi.
Nasema hawachekeshi, wanamaanisha katika kufanya kitu chao, kwa sababu wanauelewa msingi wao, wanaelewa mtaji wao. Unanielewa eh? Unanielewa eh? Ndio maana upande wa watu wanaoamini sana uchawi, wanaoamini sana Freemason, nao msingi wao ni maono. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Umenielewa eh? Umenielewa eh? Alafu wanataka neno litakalo kwenda kuimarisha roho zao. Wakisha tengeneza msingi wa maono, wanatafuta mama au kama mzaliwa wa kwanza, anatoa kafara mama yake au shangazi yake, ili atengeneze stamina ya roho, awe na nguvu rohoni, apate kuitiisha pesa. Ndio maana kanuni ni ile ile, yaani uwe kwa Mungu, tengeneza nguvu rohoni. Ukitengeneza nguvu rohoni, haina maana kalale kitandani pesa inakuja. Bado utaibidi uwe mbunifu, utafute cha kufanya ili Mungu abariki kazi za mikono yako. Ndio maana hata anayetoa kafara kwa Freemason bado kuamka asubuhi na kwenda kutafuta nini cha kufanya kuna muhusu. Hakuna anayesema niko kwa mganga kienyeji ninakwepa biashara sitafanya. Nasema utaenda kwa mganga kienyeji huko natafuta nguvu. Maana yake tumie kuleta mafanikio kwa roho ya uchawi wa kwenu, kwa roho ya mizimu ya kwenu, kwa roho ya Freemason. Unatafuta nguvu rohoni. Lakini kwenda kujiunga na Freemason haina maana umepata pesa, bado inakuhusisha kufanya kazi. Na hata mimi nakwambia, pamoja na kumtafuta Mungu, fanya kazi. Kwa sababu kama utaomba rebo shekete una kazi, Mungu ameachilia baraka. Baraka alizoziachilia zinafanyaje kazi kwenye maisha yako? Kwa sababu baraka ili zifanye kazi lazima pawepo na kazi. Ndio maana abariki mikono, anabariki kazi ya mikono yako. Amen. Tafuta pesa. Haleluya. Amen. Alafu nikasema jambo la pili, tuza pesa. Tuza pesa. Tuza pesa. Narudia tena, tuza pesa. Tuza pesa. Tuza pesa. Ukituza pesa itakuja kukutuza kesho. Kutuza pesa ni tofauti na kuwekeza pesa. Napozungumzia kutuza pesa, lazima ujitafutie uwezo mpana wa kuwa wa kinizamu. Uwe na nizamu juu ya kile ulicho nacho, hata kama ni kidogo. Yaani ni kidogo sana unachokiona kiko kwenye maisha yako, ni kidogo sana, ni kidogo sana. Sikiliza, kwa nini na kujaribu kufundisha jambo hili? Wakati mwingine Mungu anatupima anakupatia shilingi 5,000 aone namna unavyoweza kuituza 5,000. Kama aone akikupa 5,000 huwezi hata kumshukuru kwa 5,000 uliyopewa, na hauna hata nidhamu kwenye hicho kidogo ulichopewa, anasema hawezi kukuamini katika mambo makubwa. Kwa maana siye mwaminifu katika jambo lililo dogo, hawezi kuwa mwaminifu katika jambo lililo kubwa. Yaani pambana upambanavyo, Mungu hawezi kukupatia. Na nitakusaidia tu ili uelewe Mungu alivyo na upendo. Kuna wakati amekunyima, kuna vitu unatafuta na anakunyima kwa sababu ya upendo alio nao kwako.
Upendo alionao kwako umemfanya akunyime usiwe tajiri. Ndio maana utabangua vichwa mpaka vichwa vinauma mara mbili na upati, mpaka utakapoelewa kanuni anayeitafuta Mungu uweze kufanikiwa. Naomba nisikilize, atakusaidia. Mungu anataka aone kiwango cha nidhamu ulichonacho katika mambo madogo. Ngoja nirudie hili neno, Luka 16 kuanzia mstari wa 9. Luka sura 16 na mstari wa 9. Ndiyo. Nami ninawaambia, fanyeni marafiki kwa mali ya udhalimu. Anasema fanyeni marafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wakaribishe katika makao ya milele. Sasa hapa nataka niweke sawa ili uelewe. Anasema mali ya udhalimu ni mali ya wizi. Ndio. Umeelewa? Ni mali ya haramu. Umeelewa? Umeelewa? Anasema hata hao unaozani ni wapagani, ndio, kanao kwa akili. Alafu tengeneza mpango mwema hata kwa hao wapagani. Ni mpango gani? Ukisoma huyu jamaa alikuwa anadaiwa pesa au anadaiwa fedha na bosi wake. Wezio wamemshtaki, wanasema bwana yeye anatapanya mali. Bosi alipomwita anasema habari ninazosikia si habari nzuri, hebu nipigie mahesabu niletee vitu vyangu, na ukisha niletea vitu vyangu, tangu leo na kuondolea wakili, hautakuwa rafiki yangu, hautakuwa mfanyakazi wangu, ondoka, kwa sababu umeuza kila kitu. Huyu jamaa alipotoka kwa bosi, anasema akaweka neno lile moyoni, afu likainuka wazo moyoni. Haikuinuka pesa ya kuja kulipa kwa bosi, likaletwa wazo. Lile wazo likatengeneza mpango, ule mpango akaenda kwa wale wanaodaiwa ambao hawaeleweki, ni mapagani dhalimu. Alipoenda akawaambia, eti wewe unadaiwa shilingi ngapi? Anasema mimi nadaiwa makanda 100 ya ngano. Alafu na wewe? Anasema mimi nadaiwa si nini 100. Akasema wewe badala ya 100,000 kulipa utalipa 50,000. Mimi unanisamehe? Ninakusamehe, lipa nusu, wala usipate shida, lipa nusu. Mimi nitajuana namna nitakavyoenda kwa bosi, nitazungumza nini na wewe. Umesema nini? Makanda 100. Asema wewe lipa 80, na wewe nakupunguzia 20. Walipolipa watu hawa, akapeleka kilicholipwa kwa bosi. Bosi, nimekusanya hiki. Mfumo wako, akaeleza mfumo. Haka kajamaa nako akaelewi, ni pagani, lakini limeenda kusamehe watu, liko tayari kuwa loss lenyewe, ila wengine wabaki salama. Asema huyu ni mtu wa tofauti. Hata bosi akagairi kumfukuza, lakini huyo nje ya kazi ya Mungu au kazi ya bwana wake, alikuwa na kazi yake mwenyewe. Ndani ya kazi yake kuna watu walikopa kwake. Alipoona amesamehewa na bosi, amelipa na bosi ameshaendelea na kazi, yeye akarudi kwa hasira kwa wale anaowadai wa kwake.
Leo mtanitambua, nataka mnilipe cha kwangu. Mnilipe cha kwangu. Wasema bwana hatuna, tutakulipa kesho kutwa. Asa mnilipe cha kwangu. Asa walipogoma akawatupa gerezani. Alipowatupa gerezani, yupo mtu ambaye alikuwepo anasamehewa na bosi wake. Yule mtu akamwendea bosi. Sasa bosi, ila kweli mimi nimeona wewe una roho nzuri. Hakika una roho nzuri, sijawahi ona. Umemsamehe madeni yote yale, alikuwa anatapanya mali, lakini umemsamehe, ila yeye alipotoka hapa ameenda, alikuwa anamdai fulani bwana. Alivyoenda kwa fulani amejitetea, akajitetea wewe, lakini kamkamata tia ndani. Asema bosi aliposikia akamuita tena. Salitumwa baya sana. Yaani wewe nikusamehe kwa mambo mengi, lakini wewe kitu kidogo unashindwa kusamehe. Unanielewa eh? Mimi siendi huko. Sasa niko huku. Anasema, endelea mstari wa 10 anasemaje? Ndiyo. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Aliye mwizi katika lililo dogo huwa mwizi pia, hata katika makubwa atakuwa mwizi tu. Kama ninyi hasio waaminifu katika mambo madogo sana sana, unanielewa? Yaani hamkuwa waaminifu kwenye kazi ya mtu mwingine. Unanielewa eh? Wengine kwa mfano kama Paulo sio mwaminifu kwenye kazi ya Mungu wake. Na anasema nimeokoka na yuko kanisani, wakimsemesha acha mkao huu anachukia. Sio mwaminifu kwa Mungu wake. Anasema kama sio mwaminifu kwenye kazi yangu, utanilazimishaje mimi niwe mwaminifu kwenye mambo yako? Yaani wewe unasema Mungu, Bwana naomba nibariki, Bwana naomba niinue, nistawishe Bwana. Wewe mwizi. Sio mwaminifu kwenye kazi ya kwake. Umegoma kuifanya kazi yake, lakini unataka Mungu afanye kazi yako. Maajabu. Kwa hiyo nahitaji nidhamu kwenye kidogo ulicho nacho. Haijalishi ni shilingi ngapi. Ni shilingi 10,000. Kuna mtu ukimpa 10,000, yeye haoni 10,000. Katika ile 10,000, wakati wao unaona 10,000 umempatia, ila yeye hataona 10,000. Sasa naomba unisikilize, atakusaidia. Mwezi akiona 10,000, calculation ya kichwa chake inakuja papo. 10,000 hii baada ya miezi mitatu nitakuwa na nyekundu kama hizi 30 hivi. Kadhalika utakayempa 5,000, yeye haoni 5,000. Utakuta naye amejiwekea kiwango kupitia 5,000 hii ndani ya miezi miwili. Nataka niwe na shilingi 100,000. Na inawezekana. Sasa changamoto inapokuja ni hapa. Yaani unapewa pesa kwenye majira ambayo kichwa kimebaa, alafu unabambatizwa papo. Hauna maono, huna wazo, alafu pesa inakuja papo. Angalia akili inavyopapalika. Huyu mtu kama hana maono, hana wazo, pesa hii ikija kwake, jambo la kwanza, haleluya, mimi leo dagamu nisamehe kabisa. Kwa nini? Alikuwa anafikiria hata namna ya kula leo sijui. Kwa hiyo wazo litakalo kuja haraka haraka
kale kanyama kabata kale. Leo lazima sijawahi kula bata, lazima nionje bata. Wakati mwenye akili aliyewekeza msingi wake ni maono, mtaji wake ni wazo, pesa ikija haoni 5,000, anaona 100,000 ndani ya 5,000. Na hapa ndipo tunapotofautishana kwenye maisha, kwa sababu Mungu anakupatia kidogo, lengo lake kubwa aone kile unachokiona ndani ya kidogo alichokupatia. Ndio maana Yeremia amepewa nguvu ndani, alafu Mungu anamujia Yeremia, anamwambia Yeremia, unaona nini? Usipoona sawasawa na kile Mungu anataka ukione, utabaki hapo hapo. Kwa hiyo ukiona tofauti na vile Mungu ukiona tofauti na vile Mungu anaona, ujue wewe umeenda kivyako, una njia zako. Kwa hiyo kuona tofauti na kile Mungu anaona, kile Mungu anakutazamisha, hiyo ni njia ya kwako wewe, sio njia za Mungu. Na ndio maana utafanya sawasawa na vile unavyoona wewe, hautafanya sawasawa na kile Mungu anachoona. Na ndio maana anakupa kidogo, aone uaminifu ulionao katika kidogo ulichokipewa, ni namna gani unaweza fanyia maamuzi. Kuna mtu ananielewa? Na Amen. Ukiwa ni mtu yani upo tu unakulaga tu, Mungu anasema yani mtu mwenye mawazo ya namna hii saniabudu mimi ila naabudu tumbo lake. Ndio maana anasema kwenye Wafilipi ile sura ya 3, anasema wengine miungu yao ni tumbo. Akili ya huyu mtu akipewa 10,000 haisomi 300,000. Akipewa 10,000 eji yake ya akili haisomi haisomi 300,000, haisomi 100,000, wala haisomi biashara. Na ujue kwamba akili ya huyu mtu itaangaishwa sana katika kulishibisha tumbo lake. Na kama utasumbuka sana katika kuitesa akili kuishibisha tumbo lako, Yesu akasema msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Msikitendee kazi chakula kiharibukacho, lakini kitendeeni kazi kile chakula kinacholeta uzima. Kama utahangaika na dona lako, utakula, utatanua kitumbo na kuota kitambi cha dona, alafu kesho asubuhi kimepukutika. Wapi? Kimeenda chooni, na bado una uhitaji. Lakini ukitafuta chakula, ukatafuta chakula fundisho, ukafundishika, roho yako ikabeba nguvu, utabeba material ya kuzalisha chakula ambacho hakina kikomo. Wengi hawataki fundisho, alafu roho zao ziko kama mawimbi, hazina nguvu ya mafanikio. Narudia tena, mwana wa Mungu, huwezi kufanikiwa kama roho haina nguvu. Na ndio maana kuna watu lazima waende kwa mafilimasoni, watoe kafara watoto waliowazaa, watoe kafara baba zao, ili kutengeneza stamina za roho, waweze kuwa na nguvu ya kutiisha pesa. Kwa sababu kama roho yako haina nguvu ya kutiisha pesa haitakaa ikae kwenye maisha yako hapo.
Kwa nini haitakaa? Kwa sababu pesa nayo ina akili. Sema akili. Akili. Sema akili. Akili. Wangapi wanaelewa ninachozungumza? Nasema pesa ina akili. Yeah. Pesa ina macho kama ulionayo wewe. Pesa ina miguu kama ulionayo wewe. Kama wewe unakimbiaga kwenye mambo fulani, na pesa ina uwezo wa kukukimbia. Kwa maana anasema nayo mali itajifanyia mabawa kama tai alukai mbinguni. Ndio maana kukiona watu wanaenda Freemason, wanatafuta nguvu rohoni, lakini wanatumia nguvu ya giza kuimarisha roho zao ziposesi vitu. Kama ana ile nguvu, hawezi kuposesi pesa. Kwa nini? Pesa itakuwa na nguvu juu yake. Pili, imemzidi akili. Kama pesa itakuzidi akili, utakao ituze wala utakao ishike, kwa sababu kila itakapokuja kwako, angalia akili inavyoyayaruka. Yaani umepewa 100,000 tu mpaka akili zinafyatuka. Yaani unaona kama yaani wewe, yaani kwanza unatembea na umetanua na koti na mwanae wakuone. 100,000 tu. Wengine walipoingia amepata kazi, asema unaitwa nini? Nasema wewe utakuwa mhasibu kwenye kampuni ya G-Force. Ulipokuwa mhasibu, kifua kiko namna hii, asema mimi ni mhasibu bwana. Watajuaje bwana? Alipopewa mshahara wa kwanza, akili ikapaa. Anakesha ba na mke amesahau, hana habari za nyumbani, atakesha ba. Ndio maana kuna wanaume leo, ndio, na sio wanaume tu, hata wanawake wakipata pesa, ndio, ni akina usiniguse. kweli. Akili na paa, alafu hayashitukaji mwaka hadi mwaka, hakuna anachokifanya. Usiniguse. Maana yake pesa imemzidi akili, imemzidi uwezo. Na pesa ikikuzidi akili na ikakuzidi uwezo, maana yake wewe uko control ya fedha. Huna uwezo wa kuikontrol fedha, bali fedha na uwezo wa kukukontrol wewe na kukuongoza, alafu inakupa maelekezo ya namna gani uitumie. Ndio maana ukitaka uelewe kwamba umeshikwa akili na pesa, angalia unavyonunuaga nyumbani na unanunua kwenye msimu upi, vina faida gani ndani ya msimu ulionao. Unanunua kwenye msimu gani, na hivyo unavyonunua kwenye msimu uliopo vina faida ipi, vinaleta nini. Unavyonunua kwenye huo msimu vinakuja kukuinua au kuja kukufilisi. Tunaituza pesa, unahitaji kuwa na akili pana sana. Uone mtu akinunua kitu ovyo ovyo, anaenda lete nini, kuku ni supu, nimepata supu, lete. Hanunui kila kitu, na yuko tayari anywe maji, ale keki, alale, lakini pesa anayo. Na utakao mjue kwamba ana pesa. Kwa nini? Ana kapasiti kubwa ya kumaintain pesa. Sasa Mungu akikupa kidogo, anaona na ndio maana sema tafuta uwezo rohoni
ubebe ile neema ya kifedha, ikupe uwezesho wa kukontrol vitu, ikupe uwezo wa kuposesi vitu. Ndio maana Ibrahimu akawa tajiri wa mali, akawa tajiri wa mali. Anasema tajiri wa mifugo, tajiri wa fedha, tajiri wa dhahabu. Alipokuwa tajiri wa dhahabu akapewa uwezo mkubwa, na alipopewa uwezo mkubwa rohoni, unaona Mungu anasema hata uzao wako utamiliki mlango wa adui. Kwa nini? Kuna nguvu ndani. Alafu anasema kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Kuna uwezo ambao ameubeba Ibrahimu. Akisimama mahali, kuna vitu anavikontrola automatically. Ndio maana hata walioko mbele yake, nyuma yake, pembezoni wanafanikiwa. Ile roho imebeba nguvu. Hata ukitaka kuwapiga wachawi, huwezi kuwapiga wachawi kwa kusema kwamba nimepiga jimu. Mimi nimepiga jimu mzuri. Tengeneza nguvu rohoni. Yes. Kama una kaloo kako nikamvuke. Ukila ukienda unarudi anakupiga. Yes. Bagala jirani hiyo. Kuna uwezo rohoni. Haleluya. Jambo la tatu, tumia pesa. Jambo la tatu, tumia pesa. Sasa kuna watu wameshakimbizia akili ya kule tumia pesa ya kuzoea. Jambo la tatu, tumia pesa. Tengeneza matumizi ya pesa yenye tija kwa ajili ya maisha yako. Usije ukatumia pesa kwenye matumizi yasiyo na tija kwenye maisha yako, hata kama unayo. Nimesema tumia pesa. Tumia pesa. Achana na wanaokuzingua mitaani. Nasema tumia pesa ya kuzoea. Unanielewa eh? Pesa haijawahi kumzoea mtu. Ndio maana mpaka leo kina Bill Gates wanaitafuta pesa. Tumia pesa. Kwa nini tumia pesa? Sasa sizungumzii habari ya kula na nini, kwamba nunua hiki kula, nunua hivi kanene, tumia hiki. Tumia pesa. Matumizi ya pesa unayoyatumia lazima yawe matumizi ya tija, yenye tija. Ndio. Pesa isitoke bila mipangilio, wakati hairudishi majibu yenye furaha ndani yako. Ndio. Wakati hairudishi majibu yenye maongezeko ndani yako. Ndio maana Yesu anasema, jamani, si nikupa talanta sasa ile moja uliyonipa mimi ile? Nilikutuzia, ulituzaje? Nilificha kwenye mchanga. Basi singeitumia hata kwa kuwekeza kwa jirani, kumpa jirani. Huyu jirani angeweza kuizalisha, ningepata ya kwangu na faida yake. Najua wewe Mungu ni mgumu sana. Wewe unakusanya mahali ambapo hujalima, unakusanya mahali ambapo mimi nafanya biashara mimi, alafu ule wewe, hicho kitu hakiwezekana. Niona mgumu, ndio maana nikaona nikufichie kwenye mchanga, ukirudi nikupatie ya kwako. Lakini waliojua matumizi ya pesa, ndio, unanielewa? Kwa sababu ndani ya matumizi ya pesa, ndio, kuna mabadilishano. Napozungumza matumizi ya pesa, pesa yako iliyoko mkononi, hakikisha mnachokwenda kubadilishana naye kina thamani yenye tija kwako.
ili unavyompatia pesa na wewe uone thamani ya kile. Ndio maana mpaka leo kuna kuuza na kununua. Mnabadilishana pesa na mchele, pesa na chumvi, pesa na sukari, pesa na uwanja. Lakini pamoja na hayo yote ni mabadilishano. Usibadilishane pesa yako na kila kitu tu. Hata mchawi ana imani, mganga kienyeji ana imani. Sasa Mungu anataka hapo, yani hapo mmeweka mtukati. Kuna mlokole, kuna mganga wa kienyeji, mmeweka mtukati. Mungu anataka aone imani mlizo nazo. Imani kila mtu anayo, ila tutofautishie imani ulionayo wewe ni aina gani na imani aliyonayo huyu ni aina gani. Ndio maana ukiona kuna imani ya kuwapenda sana wa kwenu, unawapenda ndugu zako, unawapenda wanaokufurahisha, unawapenda wanaokupenda, unawapenda wale watu wa karibu na wewe, wale ambao wanakungonga na wakasirikia, wale ambao wanakuchukia kila siku unasema mimi sitaki hata kuwaona. Nisikilize, hauna tofauti na liganga la kienyeji. Yesu anasema kama una imani ya kuwapenda wa kwenu na wale wanaokupenda, je, hata washirikina si wanafanya hayo hayo? Kumbe nataka nione tofauti ya imani yako, imani ulionayo wewe uliokoka. Nione hata katikati ya watu waliokukasirisha bado umeongeza kiwango cha upendo. Kijipima imani yako na tofautishana na watu ambao wanaishi kwenye ukahaba. Kahaba analia pesa hamuna, ndio maana anajiuza mwili wangu, na mlokole naye analia pesa hamuna. Tofauti yako na wale ni ipi? Lazima nianze kujitathmini. Imani yangu nikiona kaloo kangu kanapwaya, niongeze kiwango gani cha kujifua? Haleluya. Tumia pesa, lakini tumia pesa ukiwa mwangalifu sana. Usitumie kwenye kila kitu, tafuta kitu chenye tija. Haleluya. Kitu chenye tija, chenye tija. Yaani wewe umepanga, una nyumba ya chumba na sebule. Unanielewa? Umeng'ang'ana unalipa kodi 200,000 kwenye hivi vyumba vyako. Unanielewa? Alafu Mungu anakutendeka muujiza pap, kanakuja kamilioni 30. Kalipokuja kamilioni 30, akili yako ikainuka pap, nimeona kagari kamilioni 25. Alafu umebaki na kamilioni 5. Umenunua kagari kamilioni 25. Kalipofika nyumbani kwako pap, ile milioni 5 tena inabidi ichotwe. Alafu kaende sheri mara moja. Wanakuambia mpaka frutengi ijae panahitajika kama 290,000. Kwa 290,000 kana janza pipa. Unaona mtu ana kagari kazuri, yuko na kiyoyozi. Kwani unaona wengine wanafukuzwa mpaka kwenye nyumba wanadaiwa kodi na vigari vyao? Pesa, matumizi ya pesa kwenye haka kagari, ndio maana sitaki. Kwa sababu huwezi kuniletea kagari kanakokuja kunifilishi. Kabla sijapata kagari, lazima nipate chanzo kitakacholisha gari hii. So ije inifilishi. Tafuta kitu chenye tija. Unanua kagari kwa nyumba ya kupanga ili watu wanione, unajua watu wanione.
Watajuaje mimi ni mchungaji bwana? Wewe suti ya milioni 2. Ununulie suti ya kawaida tu kama urembo wa bamia. Afu una amani hapo. Unajua bamia zina urembo wa ajabu sana. Wewe fuatilia pale bamia, ukikuta bamia zimechanua zote zinatumaua tuzuri sana kabla hazijatoka zile bamia. Unahitaji kutumia pesa kwenye kitu kinachokuletea faida. Unanielewa eh? Unanielewa? Maana kama unanunua kitu lazima uhitaji wako uwe ni uhitaji wenye kina kweli kwa wakati huo. Kama unaona hicho kitu hakihitajiki kwa saa hiyo, kiache kipite kiende. Nitaona na akili hata kama una uhitaji wa kujenga leo, nitaona na akili ukinunua uwanja, kwa sababu bado utakuwa unatuza pesa. Utakuwa ardhi yako ni benki ya nini? Unatuza. Sasa utuzaji wa namna hii sio wa kuweka kwenye kibugu. Aliyenunua uwanja na kutuza pesa kwenye uwanja na aliyeweka pesa kwenye kibugu ni watu wawili tofauti. Wakati aliyeweka pesa kwenye kibugu, aliweka pesa benki. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Atachukua kilicho chake. Lakini huyu aliyewekeza kwenye ardhi, kadiri mwaka unavyokwenda, haiwi pesa ile inajizalisha tena, haiwi ile ile. Kwa lazima huyu mtu atainuka. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kwa usitumie tu bamia unasema kitu kinahitajika kimepita. Hapana, tafuta kitu chenye tija kwako ambacho kesho na kesho kutwa kila mtu atakapoona asa kikweli amefanya kitu cha maana. Ndio maana Yesu anasema yoyote anayetaka kujenga ufalme au kujenga mnara lazima akae chini. Yani usianze kuangalia pesa, usianze kuangalia tofali. Anasema kaa chini, shuka msingi wa maono yako, alafu ingia kwenye wazo. Wazo lizalishe mpango ambao utakuletea kuupigia gharama. Ujue gharama ya kuanza na gharama ya kumaliza. Ni nani asiyeketi chini kwanza akahesabu gharama, namna atakavyoanza kujenga nyumba na namna atakavyomalizia? Yani kabla sijaanza kufanya biashara, unakuta amechora drafti lake, nikichukua kitu fulani hiki kitu fulani. Yani huyu ni mpelelezi. Unanielewa eh? Unanielewa? Mwenye maono ni mpelelezi. Wengi tunapouza vitu vidogo vidogo tunavizalau sana. Anasema nikipata kingi ndipo nitafanya biashara. Nisikilize, hata mnaofanya kazi mlioajiriwa, ninarudia tena na tena, na hata ninyi mnaonisikia huko, wewe ni Dodoma na kadhalika, narudia tena na tena, ni watumwa. Mtu anayefanya kazi, ukazi ni utumwa usio na kikomo, na hakuna mtu anayeweza fanikiwa kwa sababu ya kazi. Ukiona yuko kazini na amefanikiwa, kuna mahali alijiongeza, ila kwa mshahara utoboi. Kwa nini? Nimeona mpaka wabunge wanaopokea milioni kadhaa. Wewe unapokea milioni 11.5, milioni 11 lakini kuna kajamaa kanapokea 2.5 kwa mwezi. Kamenunua mashamba, kamejenga nyumba. Ulipokea milioni 11.5 unakuja kustaafu, au akikutondoa kwenye kazi ghafla unadondoka pu,
utafikiri kuku mwenye mdondo. Sasa shida nini? Haya pressure, yani amefukuzwa kazi. Wengine wana paralyze. Kwa nini? Hakukuwa na maandalio. Alipokuwa anaenda kwenye ajira, hakukaa chini kwanza. Mwanangu, naomba unisikilize, atakusaidia. Wakati anaenda kazini, hakukaa chini akajaribu kuchanganua. Kule kazini wamesema mshahara ni shilingi 300,000, na yeye hajawahi kukamata hata shilingi 300,000. Mwanangu, kaa chini, piga gharama, hesabu kwanza, alafu ujue cha kufanya kabla hujaingia kwenye hiyo kazi, kwa sababu siku utakayoingia kwenye hiyo kazi, pesa, nasema pesa ikikuzidi akili hutaitumia, ila itakutumia. Kwa sababu kanuni ya pesa, kadiri inavyoongezeka mahitaji huongezeka. Narudia tena, yani huyu ambaye alikuwa anaishi kwenye mshahara wa 1,500,000 na akili yake ilikuwa ina manage vitu, ina manage pesa, kwenye huo mshahara mdogo anafanya vitu vingi. Umenielewa eh? Naona kinong'oneka. Siku ukimpandisha kwenye milioni 2, milioni 2 tena haimtoshi, kama ambavyo ilikuwa haimtoshi 100,000. Kwa sababu pesa inapoongezeka na mahitaji huongezeka. Maanake kama pesa inaongezeka, lazima uwe na uhakika wa kupanua akili, wa kuongeza ufahamu, wa kuongeza maarifa, ili pesa sikuzidi akili. Kama utasema pesa iongezeke wakati maarifa yako hayaongezeki, tatizo watu wengi tunaangalia cha hapa, hatuna macho ya pale. Mungu alimwambia Joshua, panua mahali pa hema yako, acha kushangaa. Mungu sio mjinga. Alimwambia aende kuotesha ndoto kwa Farao. Alipootesha ndoto kwa Farao, Farao anaona ng'ombe waliokonda sana wakitoka baharini, alafu kisha anaona ng'ombe walionenepa sana. Asema wale waliokonda waliwameza walionenepa, lakini waliokonda walibaki na ukondefu wao. Anasema hiyo ndoto ikampita, akaota ndoto nyingine. Anasema akaona masuke, mengine ni membamba sana, mengine ni manene sana. Sielewi maana yake ni nini, sielewi nifanye nini. Mungu anasema tafuta mtu atakaye kutafsiria. Akaita waganga wa kienyeji, akaita wanajimu, akaita wasoma dua, akaita wasoma nyota, akaita wenye elimu zote. Asema wakaja wakakaa, hakuna aliyeweza kumpa tafsiri. Alafu ghafla kanainuka kajamaa kamoja ka Yusufu, kanaingia, nipe tafsiri. Mfalme, sikia, haya mambo hayaelezi sasa hivi. Hiyo ng'ombe 7 walionenepa sana, hiyo ni miaka 7 ya shibe. Miaka 7 mvua itanyesha na watu watalima, watapata. Watu watafanya biashara, watapata. Watafanya hiki, watapata. Lakini ng'ombe waliokonda hao ni miaka 7 ya njaa. Lakini haitatangulia miaka ya njaa, itaanza na miaka 7 ya shibe. Kwa nini Mungu anakutangulizia miaka ya shibe? Why? Usije ukaanza kunung'unika. Anakupa kidogo, aone namna anavyoamua katika kidogo ulichopewa. Usije ukasema nilinyimwa kabisa. Lakini wakati amekupa kidogo kile, amekupa kidogo, naona kidogo tu, lakini anataka aone mahesabu nayo yapiga kwa ajili ya miaka 7 ambayo hutapewa kabisa hata kile kidogo. Anasema sasa nifanyaje? Sasa mfalme, Mungu anasema tafuta mtu mwenye akili.
mwenye mahesabu ya juu, atakaye kalkuleti miaka 7 ya njaa, aweke mgawanyo wa chakula kinachopatikana katika miaka 7 ya shibe. Umenielewa Umenielewa ile wakati wa shibe aweke mgawanyo, chakula kingine kibaki kwa ajili ya miaka ya njaa, kwa sababu haitanyesha mvua mpaka miaka 7 ishe. Mfalme akasema, hii kali hii, kama tu hii ni miganga ya kienyeji, hii imevaa tu kazi, imevaa shanga hapa na kusema imeshindwa kutafsiri, inaloga tu, imeshindwa kutafsiri. Sasa nipate wapi mwenye akili kama huyu? Alafu anapewa alisimamia nchi kama waziri, mtu ambaye hajasoma. Mungu anataka aone ulicho nacho kinafanya nini kwa ajili ya kesho yako. Wengi ni rahisi kuangalia matumbo leo, ndio maana unahangaika, kichwa kinabao, unahangaika na vitu hata vieleweki, hata kueleweka havieleweki. Na wengine anasema nataka vitu, yani vitu pesa ingeshuka namna hii, yani ingekuwa, yani kama ingekuwaga namna hiyo, hata dhahabu Mungu asingeificha. Alificha dhahabu ili akili, wale wenye ukomavu wa akili wapate kuiona, kwa sababu kama itainuka ovyo ovyo mungeichezea. Ungeichezea tu. Juzi nilisema ni sawa na mtu anayeishi kwenye nyumba ya bure. Anasema vipi sasa? Ni bosi ameniambia nimtuzie site. Watu wa namna hii yame sana kufungwa akili, sababu adui huwa anafunga akili. Unajua mama fulani, yani kwa kweli Mungu ametenda muujiza. Vipi sasa? Kwa tumepata nyumba ya bure, yani tunaishi bure kabisa. Pale tulikuwa tunalipa 80,000, hasa ilikuwa hela nyingi sana, lakini hapa bure kabisa, afu na maji bure na umeme bure. Linaona sifa, kumbe wamekufyatua akili. Lakini ukiwa na akili, ile 80 uliyokuwa nalipa kwenye nyumba ile ulikotoka, ungeendelea kuilipa, ukaweka akiba, kwa sababu pamoja na kaa bure hapa nitajilipa mwenyewe, na weka akiba hela ya kodi kwa ajili ya biashara yangu. Nataka kuwa na kampuni yangu kesho, nataka kuwa bilionea kesho, lazima nianzie hapa. Ungeweka. Lakini unashughulisha tu mwanzo. Yani hapa sasa bosi amenipa nafasi ya kula vizuri. Unajua nilikuwa tangu nizaliwe, nimezaliwa kwenye familia ya maskini kwa kweli. Acha kutuni na leo ni ile bwana. Pengine hata kamwili katasituka katanenepa yani. Kwa hiyo unakuta umekaa tu hapo, unabugia tu. Afu asa Mungu hanioni. Ndio maana walokole wengi wanahuzunisha. Yes. Wako kwenye maombi tu, baba katala basekelebu chala baba bashantala bakopayala. Halitaki kufundishika. Ndio. Kesho nimehamisha kichwa kwa mchungaji Paulo, liko kwa mchungaji Peter, kubandika mkono raba baba shekelebu chala baba pisipate kuja. Kesho yuko kwa Mwajuma raba kashedede. Kesho utakuta tawile. Yes. Lakini bado yote anayafanya hayatoki. Biblia anasema kapoka jamaa kalitoka damu, kalihangaika na matibabu mengi, kameenda kwa madokta wengi, kwa waganga wakamo, kwa shirikina kamo, masalini kamo, lakini akaja kupata chochote. Ndivyo walivyo walokole leo. Wamekuwa watumwa wa maombi, hawataki kufundishika, wapewe knowledge ya kiungu iwasaidie kwenye maisha yao. Huwezi kwenda hivyo mwanangu, huwezi kwenda hivyo. Wekeza pesa, nunua vitu ambavyo unajua baada ya muda fulani nitapata, yani nitakuwa nimeongeza mtaji badala ya kula mtaji. Ndio maana na wenzenu nakwambia tunawapa misaada, wanaleta misaada Tanzania. Wewe unasema tumesaidiwa Tanzania, umewekezewa msaada ili waje kula cha kwako.
maanake wamewekeza, kuna kitu kinatafutwa. Wanapokuja huku hawatahitaji tena zile pesa ambazo walikupatia. Watahitaji madini yako, watahitaji dhahabu yako, watahitaji sijui metali yao. Kwa nini? Waliwekeza. Kwa nini na wewe usiwekeze? Wewe kila unayepata anasema leo tunaenda kwenye sikukuu. Acha sikukuu nyingine zikupite mwanangu. Madela yaache yaning'inie wengine. Wewe endelea na nyingine. Hata unaona kama yani heli uchekwe barabarani, wakiona unatembea hivi kama kavidunda kanadondosha magimbi. Wewe nenda nako hivyo hivyo. Wakuseme hamna, watakujua kesho yako kiinuka. Kesho ninapotaka kujionyesha sasa, vitu vianze kuonekana wazi physically. Kuna vitu wataanza na ndio maana wengi wakijiwekeza kwa namna hiyo, wanapokuja kuinuka mnaanza kusema mafrimason. Ndio maana kuna mwingine na hata nataka kujenga nyumba, aliposema nataka kujenga nyumba. Ngoja niende Wazo hili. Fika kwenye Wazo hili, kwenye kiwanda cha simenti, nataka mifuko 100. Naomba niandikie mkataba, nitakuwa nalipa kidogo kidogo. Mpaka nitakapomaliza nakuja kuchukua mifuko yangu. Anaanza kulipa kidogo 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 kidogo. Anaenda kwenye bati, anaenda hando, anajiwekeza pale, anachukua mkataba. Naomba niwe nanunua bati moja, ninawekeza kidogo kidogo. Anawekeza kidogo, nataka bati 200. Anawekeza kidogo 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 kidogo. Anatoka pale, anaenda si kwenye kiwanda cha nondo, anawekeza, anatafuta mkataba, anawekeza kidogo, analipa kidogo kidogo. Kesho anaenda kwenye kiwanda cha tofali, anawekeza kidogo kidogo kidogo. Nyinyi mwendelea kuchota tofali. Ikitimia hela yangu kwenye tofali ninazotaka, nitawaambia mnifuatie tofali mniletee. Anakuja anaanza sasa, yani amezungusha mabati. Jamani, huyu anachezea bati jamani. Yani mabati yote amezungusha hivi, na wengine hatujui, hatungepata hata kidogo ikakuwekea tu hapo. Tunaishi kunyanyasa, wana huruma watu. Una huruma wewe? Kesa mjiwekeza, amezungusha mabati hapo. Kesho nakuta siku 3 siku ghorofa hiyo. Jamani, kuna watu ila Mungu amewajalia, lakini mwingine anamwambia haya ya mafilimasoni. Sasa nafikiri kila mtu aliyetajirika ni filimasoni. Kumbe kujiwekeza. Wewe unawekeza wapi? Watu wengi wanawekeza kwenye heleni tumbo. Ukionaka unawekaga mikonge kichwani. Mzigo wa mkonge 60,000. Perfume ya 1,500,000. Alafu badala ya kuweza kunukia pesa zije, ndio ukipita wewe unacha. Nimesema maisha hayabadiliki. Ndio. Ile ukitaka maisha yabadilike, ni wewe ubadilike. Yes. Siku utakayobadilika wewe, maisha yanabadilika. Yes. Wengi wanataka wayabadilishe maisha, tabia zao ni zile zile, wao hawajabadilika. Maisha yanataka yabadilike. Hicho kitu hakiwezekani. Utatuanga maji kwenye kindu sana, hata kama utanichukia. Namba 5, zalisha pesa. Mtu hapo kwenye namba 4 anayewekeza pesa hajaenda kufanya biashara. Yeye amenunua kitu kama kinatuza kama benki yake kesho. Lakini huyu anayezalisha pesa anahitaji aingie kwenye biashara. Zalisha pesa. Pesa yako ianze kuzalisha kitu. Hata ukiona 10,000 yako ona kama mtaji. Ndio maana nimesema unapotaka kufanya kazi, aidha umeajiriwa, ile ajira ukitaka ilete mafanikio, usione kama ajira. Iangalie ajira yako kama sehemu ya mbegu. Kazi yako ikiwa ni mbegu, ni rahisi kwenda kule. Na kama kazi yako ni mbegu, lazima utafute unapanda nini, unapanda kwenye shamba gani hiyo mbegu. Ndipo wekeza maono. Nikasema jana, mshahara wa kwanza ni wa Mungu, ni limbuko. Hata kwenye biashara vivyo hivyo. Umepata 2,000,000, ukafanya biashara ukapata faida 1,000,000, sio ya kwako.
ile faida ya kwanza ni ya Mungu. Ndio maana wachawi wanatuzidi sana vingi, kwa sababu ni machuari wa kiroho, wakati watu wa Mungu wamegoma machuari wa kiroho. Ndio maana huyu anashangaa, sema dhalimu amekuwa mwaminifu kiasi hiki. Afu kisoma mbele ukasema, lakini waliookoka, wana wa nuru ndio kwanza wako gizani. Ngoja nikumalizie hiki kitabu, Luka 16. Wana wa nuru, sivyo? Watu ambao hawajaokoka, watu ambao ni mapagani. Anasema wana busara kuliko waliookoka, wana akili kuliko waliookoka. Yaani watushinde akili mapagani. Kumbe hata Mungu anazifanya hivi. Huyu aliyeajiriwa huyu sio mwaminifu kwa bosi wake, anaiba. Kaa ukijua, kadri unavyoshindwa kuwa mwaminifu kwa kidogo pale kwenye mali ya mtu mwingine, uaminifu uliokosa kwa bosi wako ndio uaminifu uliokosa kwa Mungu. Kiwango cha heshima ulichonacho kwa bosi wako ndicho kiwango cha heshima ulichonacho kwa Mungu. Kiwango cha heshima ulichonacho kwa watu unaoishi nao ndicho kiwango cha heshima ulichonacho kwa Mungu. Kiwango cha uaminifu ulionao kwa watu nao waliokuzunguka ndio kiwango cha uaminifu ulionao kwa Mungu. Vile vile ndicho kiwango ambacho Mungu atakitumia kukuamini wewe. Kama sio mwaminifu kwenye hayo madogo, hata Mungu hatakaa akuamini. Tafuta cha kuzalisha, usione 10,000. Hangaika hata kama ina 10,000 usizalau. Tafuta cha kufanya, cha kujishughulisha nacho. Tafuta kidogo kitu, azia hapo. Usiseme adui asikuvishe vazi la aibu. Useme watanionaje nikiuza kalanga? Mwanangu, azana kalanga hizo, kesho hutauza kalanga. Anza na nyanya chungu hizo, kesho utakuwa wanauza nyanya chungu. Anza na PBO hizo, endelea. Wekeza maono kwa ajili ya kesho, utakuwa mtu mwingine. Wengi adui amevisha aibu. Ndio maana wengine tena mmevuka kiwango hata cha 10,000, mna 50,000 mpaka 100,000, lakini nasema nitaifanyia nini? Nitaifanyia nini? Unajua mchungaji unaongea lakini hujui tu. Sawa. Kila mtu aliyopo hapa, Mungu ana namna yake ya kukuinua. Kila mtu uliopo hapa, Mungu ana namna yake ya kukuinua. Kila mtu ulioko hapa, Mungu ana namna yake ya kukuinua. Kwa wakati wake. Kwa kutumia wasaidizi wa hatima. Naamani alisaidiwa na binti kutoka nchi ya Israeli ambaye hakuwa mtu wa taifa lake. Bali alikuwa ni mtumwa tu. Hapa nachotaka ukielewe sana ni kwamba hata kama wewe mwenzetu utajiona kuwa umesoma sana kuliko watu wote, kuwa na heshima basi kwa watu wote, kwani hata kama utasema wewe unamwamini Mungu, hata kama utasema wewe unamwamini Mungu, ndio maana heri wazalau hao hawakusaidii chochote. Mimi nakushauri, heshimu watu, kwani Mungu ni watu.
Nasema wewe unayemwabudu Mungu, unasema unazalau wengine, ndio, unazalau watu, ndio, alafu nasema namheshimu Mungu. Ndio. Nakwambia kwa ushauri, ndio, waheshimu watu, yes, wathamini watu, ndio, wapende watu, ndio, kwa sababu Mungu ndio, ni watu. Hauwezi kumwona Mungu kama hauwezi kuheshimu watu. Hauwezi kumwona Mungu kama hauwezi kuheshimu watu, kwa kuwa Mungu yuko ndani ya hao watu unaowazalau. Ndugu, unaposikia kitu kinachoitwa baraka, unaposikia kitu kinaitwa baraka au baraka, anaziachilia kwa watu. Unaposikia baraka anaziachilia kwa watu, tambua hili kwamba Mungu huinua watu, na kupitia watu walioinuliwa wewe ubarikiwa. Mungu huinua watu. Narudia tena, unaposikia baraka zinaachiliwa kwa watu, tambua kwamba, au tambua hili kwamba Mungu huinua watu, na kupitia watu walioinuliwa na Mungu wewe hubarikiwa. Unanielewa? Unanielewa? Nikiwa na maana kwamba usimdhalau mtu kwa kuangalia udhaifu wake. Usimdhalau mtu kwa kuangalia udhaifu wake au mapungufu yake. Wakati mwingine huyo unayemzania ni dhaifu, ana mapungufu, ndiye aliyebeba fursa ya wewe kuinuka kwako. Kwa kuwa Mungu anawabariki watu kupitia watu. Watu wengi wanateteleka katika maisha yao. Watu wengi wanateteleka katika maisha yao, sio tu kwa sababu ya kukosa elimu, na kwamba hawana ufahamu. Hapana, lakini hujitenga mbali na wasaidizi wa hatima zao kutokana na dharau zao. Watu wengi wanateteleka katika maisha yao, sio tu kwa sababu hawana elimu au wamekosa elimu na kwamba hawana ufahamu. Hapana, lakini hujitenga mbali na wasaidizi wa hatima zao kwa kutokana na dharau zao. Baraka za Mungu zinapitia kwa watu walioinuliwa na Mungu,
kuja kukusaidia. Baraka za Mungu zinapitia kwa watu walioinuliwa na Mungu kuja kukusaidia, ambao ndio tunawaita wasaidizi wa hatima. Isaya 43 na mlango wa 4. Isaya 43 na mlango wa 4. Isaya 43 na mstari wa 4. Ndio. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda. Anasema nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha. Kumbe tunapata mambo makuu mangapi? Mawili. Kama utaheshimu watu, utathamini watu, utathamini watu, moja, na wewe utathaminika. Ukiheshimu watu, na wewe utaheshimika. Kwa njia hiyo inamfanya Mungu ainue watu. Hawa watu kwa ajili ya nini? Namba moja, tena unapata vitu viwili hapo. Moja, unapata protection, unapata ulinzi. Wanainuliwa watu kwa ajili yako, wanakuja kukuprotekti wewe. Unanielewa? Unanielewa? Wanakuja kukulinda wewe. Lakini namba mbili, anasema unainuliwa makabila za watu. Kabila za watu hasemi kwa ajili yako, anasema kwa ajili ya maisha yako. Hawa ni watu wanaokuja kukutuza, kukulisha, kukuvisha. Lakini ili waje hawa wanaokuja kukulinda, ili waje wanaokuja kukulisha, lazima kuwe na mambo yafuatayo. Moja, uwe na nidhamu kwa watu. Pili, uwe ni mtu wa kuheshimu watu. Thamini watu. Yaani moja, heshimu watu. Pili, thamini watu. Tengeneza upendo kwa watu. Ukiipenda product ambayo Mungu ameitengeneza na ukaishamini product yake, ukaiheshimu product yake, na Mungu atakuheshimu. Kwa maana Mungu anasema katika kitabu cha Mithali, humheshimu yule anayeniheshimu. Unanielewa sasa? Amen. Anasema umheshimu yule anayemheshimu. Kumbe kama huna heshima, na Mungu hawezi kukuheshimu. Yeah. Kuna mtu ananielewa? Amen. Wengi tumekuwa hivi tulivyo, kwa sababu tumewakimbia wasaidizi wa hatima zetu. Yes. Kwa uzalau tulizo nazo. Yeah. Wengine tunajaribu kujiepua, kujitenga na wasaidizi wa hatima zetu. Yeah. Kisa tunajivunia elimu tulizo nazo. Yes. Tunajivunia nguvu tulizo nazo. Yeah. Tunajivunia viwango vya afya tulizo nazo. Yeah. Ndugu, heshimu watu ili Mungu apate kukuheshimu. Yes. Ndio maana anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa. Yeah. Asema nami nimekupenda. Na kwa sababu natafuta sababu. Yeah. Ya kukuinulia wasaidizi wa hatima. Yes. Atafuta sababu ya kukuinua wewe ustawi kwenye biashara. Yes. Ndio anasema kwa sababu hiyo. Kumbe kuna vitu vinavyomsababisha Mungu. Yeah. Afanye mambo kwenye maisha yako. Yes. Kama hakuna sababu. Yeah. Yoyote atakayemfanya Mungu asababishe jambo kwako. Yeah. Mungu ananyamazaga kimya. Yes. Hawezi kufanya. Yeah. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na mstari wa 14. 10 na mstari wa 14.
Ndiyo. Tazama, mbingu ni mali za Bwana. Mbingu ni mali za Mungu. Ndiyo. Na mbingu za mbingu na nchi unayoishi wewe na vitu vyote unavyovikodolea macho. Ndio. Tena Bwana aliwafurahia baba zao na kuwapenda, akawachagua wazao wao baada yao. Ndio. Naam. Na ninyi zaidi ya mataifa yote, kama hivi leo. Basi zitailini govi za mioyo yenu. Anaposema tairi magovi ya mioyo yenu, hakikisha ndani ya moyo wako hakuna roho chafu inayosababisha uwaze mabaya kwenye produkti yake. Uwaze mabaya kwa ajili ya wengine. Kama una mawazo mabaya, kama ukijua Mungu hataendana na wewe. Ndio maana nasema tairi moyo wako. Kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu. Hakubali rushwa, hakuna hongo utaitumia kumwonga Mungu abariki maisha yako. Fuata kanuni, heshimu watu. Kama utadharau watu ambao wameumbwa na yeye, ambao unamuita baba aje akufanikishe wewe, hawezi kufanikisha wewe ikiwa watoto wake unawang'ong'a, unadharau uumbaji wake. Narudia tena, mwana wa Mungu, heshimu watu, kwa sababu Mungu ni watu. Huwezi sema na mheshimu Mungu ikiwa nadharau watu waliokuzunguka. Afu nahitaji Mungu ainue maisha yako, huyo uliyedharau mpaka uumbaji wake. Hapana, ona kila mtu ana thamani kwenye maisha yako. Utafanikiwa, utafanikiwa. Nasema utafanikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Vile vile Kutoka 19 mlango wa 5 na wa 6. Mlango wa 5 na wa 6. Sasa basi, ikiwa mtaiheshimu sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa na faida kwangu kuliko makabila yote ya watu. Dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Amina. Jijengee uwezo wa kudhamini watu. Jijengee uwezo wa kudhamini watu, kuwapokea watu, kuwatunza watu, kuwafurahia watu. Ili uweze kugundua watu waliotumwa kwako, kukusaidia kama wasaidizi wa hatima, itakuwa ni jambo la busara sana kwako mwenyewe. Mwanzo 18 mlango wa 1 mpaka 10. Kuwa mtu wa kushaurika. Kuwa mtu
wa kushaurika na kufundishika, na kukubali kubadilika. Na kukubali kubadilika, alafu kaa na watu. Kwa maana Biblia inasema ajitengae na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe. Ukiona ni mtu wa kujitengatenga, unafukuza wasaidizi wa hatima yako mwenyewe. Hapo ndipo safari yako ya kuendelea katika hatima ndani ya Kristo itakuwa ni rahisi. Kwa kupitia mambo hayo, ushauri, ndani ya Kristo, nimesema itakuwa ni rahisi katika safari yako. Kwa kupitia mambo hayo, uwe na ushauri uliokubali kushaurika, urafiki na wengine, kuwa na ushirika na watu wote, na kuwa na ufahamu juu ya wasaidizi wa hatima wanaotumwa na Mungu kwako katika kila hatua ya safari yako, katika maisha yako. Pia usiwasahau wale au kuwadharau wale waliokufikisha hapo ulipo. Ninaenda taratibu kwa sababu unahitaji kwenda kumaliza mambo yangu. Nimsaidie mtu. Mfano, kumbe Mungu hakupenda Naamani afe kwa ukoma. Hii ndiyo sababu Mungu aliinua msaidizi kupitia yule kijakazi, sema kijakazi, aliyekuwemo katika nyumba yake. Watu wengi tukiwa na pesa yetu tunalinga tukizani tumefika, na wengine mna wafanyakazi ndani, mnawadharau hawa wafanyakazi mlionao, lakini hamjui wamebeba fursa kwa ajili ya maisha yenu. Kama Naamani angedharau mfanyakazi wake, Naamani angekufa na ukoma. Kumbuka, haka kabindi hakajaenda kwa makubaliano kamfanyie kazi, kameenda kiutumwa. Lakini hakakujali, pamoja na kwamba mimi ni mtumwa, hakakujali hayo. Kalichukua hatua ya kumsaidia bosi wake, kumwelekeza cha kufanya aweze kutatuliwa tatizo la ukoma. Ni kweli mfanyakazi ulio naye anaweza asiwe na uwezo wa kukupatia chochote,
kwa sababu wewe unadhani umejitosheleza kifedha, wewe unadhani umejitosheleza kila kitu. Lakini nataka niseme, mwana wa Mungu, hata huyo mfanyakazi uliye naye ndani ana faida kubwa kuliko unavyofikiri. Kuna vitu anavyo wewe huna. Wewe huna. Haleluya. Amen. Kumbe msaidizi wa hatima si lazima awe mtu mkuu. Msaidizi wa hatima, nasema na wewe unayezalao watu. Kuna watu mnashindwa kufanikiwa kwa sababu mmesema nataka nikutane na bosi. Akiongea bosi yule anachekeli. Huyu bosi akiongea naweza kumsikiliza. Lakini kama ameongea kajinga tu siwezi kusikiliza. Sikiliza my friend. Huyo unayeona mjinga anaweza kukutanisha na watu sio wajua wewe. Yes. Kumbe wasaidizi wa hatima si lazima awe mtu mkuu aliyefanikiwa, msomi maarufu, bali nachotaka kusaidia, heshimu watu. Msaidizi yoyote wa hatima yako bali awe ni chombo kilichowekwa na Mungu au kuandaliwa na Mungu kusababisha jambo kwenye maisha yako. Usikizalao. Usikizalao. Kama mchungaji ataenda kuchunga kanisa mahali akakutana Mungu akamuinulia masikini, kwa sababu kuna aina ya huduma ukienda mahali Mungu akuletei mataji. Kwa sababu wewe ulipoanza huduma pengine Mungu aliona akili yako imeyumba, kwa sababu inafikiri nikiwa na huduma ndipo nitakuwa tajiri. Mungu anakuletea masikini wasiojiweza, aone akili yako itawatunza watu hao, itaheshimu watu hao, utawalisha watu hao. Au la, kama utawazalau kwa sababu ya maskini wao, hufai kuwa wakili wa Mungu, hufai kuwa mtumishi wa Mungu. Hata kama unahubiri, unaombea kila siku, hajakupa hata shilingi 100, mfundisha jue kanuni. Usimchukie kwa sababu hakukupa hata shilingi 100. Uko kwenye challenge bro. Mungu anakuchallenge. Aone unaheshimu kiwango gani. Hata Daudi amepakwa mafuta ya ufalme, lakini ilibidi aende kuaibika kwanza. Nje ya kuaibika, kufukuzwa huku na huku, akapelekewa masikini. Alafu hayuko mjini, yuko msituni. Ilikuwa ni challenge kwa Daudi. Huyu anayetakiwa kuwa mfalme anaendo vipi akikutana na ugumu wa kiasi hiki? Kumbe kuna wakati mwingine anakuinulia magumu apate kupima akili zako, namna unavyoweza kuhendo mambo katikati ya magumu unayopitia. Siku ambayo umeloa maji, tatizo dogo, unashindwa kusimama na Mungu, Mungu hataka kwa nini? Na ndio maana hata kile kilichopelekwa kwa Ayubu ulikuwa ni upendo wa Mungu. Nchi, unaona Ayubu anateseka, anaumia, lakini aliumia kwa sababu ya upendo ambao Mungu amewachilia kwa Ayubu.
Najua kuna wengine hautanielewa. Ngoja niende haraka haraka. Kwa hiyo ni vema sana kuwatambua aina mbalimbali za wasaidizi wa hatima yako. Alihitaji bado kushare vitu na watu. Unanielewa? Ulokole sio kuwakimbia watu mitaani, kana kwamba anasema nikimkuta mlevi basi sihitaji hata kuongea naye, ataninukia pombe yake. Sikiliza sasa, siwezi ndio uwe nuru, umtoe huyu gizani. Kama utamkimbia huyu atatokaje gizani? Ukimkuta kahaba unamkimbia, sasa sitaki hata kupiga naye story maana ni mchafu. Kama utamkimbia atatokaje kwenye ukahaba? Wewe si ndio nuru? Msaidie aache ukahaba. Tatizo ninyi mnataka Mungu awafanyie mambo ya kwenu, wakati ninyi hamfanyi injili ya kuvua wengine watoke kwenye giza. Mumsaidie Mungu kazi. Nataka peke yenu kila kitu Mungu afanye peke yenu. Ndio maana sio nyinyi mnataka niyafanye kwenu, lakini kwangu hamfanyi. Haleluya. Amen. Ukipata rafiki wa kazini, tafuta rafiki wa mitaani. Na rafiki wa mitaani, urafiki wenu uishie mitaani. Urafiki uishie mitaani. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Alafu kuwa na rafiki wa nyumbani. Hawa ndio wakuhusisha hata masuala yako ya familia. Umeelewa? Usiropoke kwa kila mtu. Tatizo unajianika mwenyewe. Wewe unadhani unamwaibisha mama yako, kumbe ndio unajiaibisha mwenyewe. Unatoa siri za mama yako zote kwa okay, shoga, si nini? Unamwanika mama yako, unamvua nguo kwa watu. Ukizani unamwaibisha mama yako, unajiaibisha wewe. Si kila mtu wa kuelezea mambo ya kifamilia. Mumeuza siri za wengi. Ndio maana wengine mlipouza siri za waume zenu, yule aliyomuuzia siri anakuja kukuibia mmeo, kwa sababu kujua mipaka ya marafiki. Unanielewa sasa? Uko kwenye huduma, nako kwenye huduma, weka marafiki wa huduma. Kuwe kuna mipaka pia. Si kila mtu anaweza fanya kazi na mimi. Weka mipaka. Weka mipaka. Sio kila mtu anasema, madam anasema ni mchungaji. Ametokea wapi sasa? Huyu ni mchungaji wa Sabato. Huyu ni mchungaji wa fulani. Huyu ni mchungaji wa wapi? Okay, weka mipaka na rafiki na nani? Unanielewa? Kwa sababu kuna vitu vingine, yani kuna marafiki wa huduma yangu mimi. Unanielewa? Naweza nikakaa nao nikaeleza masuala ya huduma yangu, lakini hata mke wangu nisimwambie. Ila mke wangu akiwa na share kwenye huduma na mimi, umenielewa? Ni partner wangu mimi, ni rahisi kumwelekeza. Umenielewa? Kama sijamuingiza kuwa partner kwangu, ndio nitamtenga. Kwa nini? Utamwelezea vitu akajua vitu visivyompasa kujua, vikamharibu. Wengi mmeharibika kwa kujua mambo ambayo haikuwapasa kuyajua. Mlipoyajua hayajawasaidia, bali yamewabomoa. Usitake kujua kila kitu. Kuna vitu havikupaswa ujue, siku kijua vinakuharibu. Ni sawa mtu anasema nataka nijue, ni sumu ya panya anafanyaje kazi? Kaonje. Bwana muonchi hizo sumu.
Hata wanaotengeneza madawa na kudunga wenzao wanasema inaponya au haiponyi, hawajijaribii kwenye mili yao. Wanatengeneza midawa huko, wanaenda kutesti kwenye mili ya wenzao. Hata kakifa kamekufa kale, sio mimi. Mbona hawatesti kwenye mili yao? Kuna vitu nataka kujua, ndio ambavyo havikutakiwa wewe ujue, ndio maana vimekuharibu. Leo tuna kizazi ambacho kimeharibika kwa sababu kimejua mambo ambayo hakuyapasa kuyajua. Niliwahi kusema, na ndiyo sababu ukienda kwa upande wa kiume wote wanasema wanaume nguvu za kiume hakuna, nguvu za kiume hakuna. Ukienda kwa wakike nao wanakwambia okay, kuna ugonjwa umeingia, anza kuna kansa ya kwenye tumbo la uzazi, si kuna nini, kuna uvimbe kwenye shingo la uzazi, kuna nini, kuna mambo kibao. Kuna vitu mlipovichua vimeleta mambo yasiyoeleweka. Haleluya. Tafuta hao, ukishatafuta ukipata hao, ukishatengenezea hao marafiki, ukaweka mipaka. Nilisema namba 3, tafuta watu waliokuzidi kiakili, kiuwezo wa kimafanikio. Umeelewa? Walikuzidi umri pia. John, unapendeka sana kwa utamani kupata hekima fulani, kuwa mwenye hekima fulani, toka kwenye lika ulionayo. Usikae na watu wa lika yako, tafuta watu waliokuzidi viwango, hekima, upate hekima kwa wazee. Hawa waliokuzidi uwezo watakupushi. Hawa nimesema ni wasaidizi ambao wanakujaga kwenye maisha kukusaidia namna ya kuinuka. Umeelewa? Kama wanaweza, wengine wanaweza kukusomesha, wengine wakakupa mtaji na kadhalika. Sawa? Wakikosha kupa mtaji au wakikusomesha, wao usaidizi wa hatima unaishiaga hapo. Hawafanyagi chochote. Hao wanaishiaga hapo. Wakishatoka hapo, nimesema ukishawezeshwa, umefika kwenye kiwango fulani cha kifedha. Hata kama mwanangu, ninaposema kiwango fulani sizungumzii wenye mamilioni, na hapa nitakoma napo nielewe. Hata kama umefika kwa kiwango umewezeshwa na kala 100, nitarudia hapa. Ukiwa na kala 100 usianze kuumiza kichwa, nitafanya nini mimi, sioni biashara nene sifanye hivi. Ningesema anza na kidogo unachokionea aibu. Tafuta hata vitumbua, kanunue madeli Kariakoo, tengeneza vitumbua, tengeneza sambusa, tengeneza bagia, tengeneza chapati. Umeelewa? Leta madeli yako, alafu tafuta wasaidizi wa hatima. Sema wasaidizi wa hatima, leta hapa hawa kina Yusufu hawa. Alafu kipeleta hapa wasaidizi hawa wa hatima, wagawie yale madeli. Wewe peleka vitumbua Kambagala, wewe peleka huko, unaajiri vijana. Au ngoja nifunguke tu hapa sasa, unaajiri vijana. Leo si kuna vijana wanauza kandolo Mbagala kule, si kuna vijana wanauza maji kwenye madirisha ya magari. Wewe unashindwa kuajiri? Anaajiri vijana, afu wote kwa anatembeza bagia. Nenda hata Kariakoo utakuta wanatembeza sambusa, wanatembeza swinini, wanatembeza, wako na ajira wale. Ajiri hawa. Hawa sio wewe unawasaidia, wamekuja kukusaidia wewe.
ninagawanya mambo hapa. Huyu anaenda huku, ameenda huku, anaenda kumwisho siku anakusanya. Badala ya kupata 3,000, muda mwingi nilikuwa nashinda kwa mama nitilie, nasugua sahani, nasugua hiki. Leo nimeajiri, badala ya 3,000 kwa mama nitilie, huyu ameenda huku, nimeajiri vijana 5, huyu analeta 5,000, huyu analeta 10,000, huyu analeta 2,000. Nikikusanya sitakuwa na 1,000. Alafu kadri unavyouza ndivyo utakavyopokea mshahara. Ndivyo walivyo hata wabeba mabegi wa kwa Balesa. Wamebeba ashikilimu mpaka migongo inapindana. Ashikilimu, kadri unavyouza ndivyo utakavyolipwa. Ni vitu vidogo sana. Lakini tatizo, wakati tajiri anaona vitu vya 1,000, 500, 2,000, 150 vina faida, masikini anatafutaga mtaji. Nataka nikiwa na bilioni 2. Bilioni 2 wakati wewe mwenyewe milioni 2. Magaga mpaka kwenye viganja vya mikono. Unataka bilioni 2. Anza na kidogo hicho, Mungu akuamini. Hawezi kukupa kitu. Nataka niwaambie ukweli, Mungu hakupi pesa anayeona itakuua. Hakupi pesa anayeona utagoma hata kwenda kanisani. Hakupi pesa anayeona hutamwabudu. Mungu sio hivyo. Yeye naye analea kama wewe unavyowanyima watoto wako uende. Unavyowanyima watoto wako wasikae jikoni ukiogopa wataungua, na Mungu ndivyo alivyo. Hakupatii kitu ambacho anaona ukomavu wa akili bado. Ukianza kidogo kidogo sasa, wewe nayaweza bwana. Sasa vipi sasa? Mimi nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kila jambo na nitashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyenipenda. Huyu mtu haogopi, anaanzisha. Ndio maana naona Mungu anaenda kwa Gideon. Kitu cha kwanza anataka aone Gideon anaona nini. Mungu anamwambia nenda kwa uwezo huo. Gideon anaongea nenda na utapiga, nenda. Kumbe kuna vitu tunajichelewesha sisi kujiona kwetu. Unanielewa? Unanielewa? Ukiona umeshindwa kufanya hivyo kwa vijana kama hivi ninachoelezea, basi tengeneza partnership. Tengenezeni umoja. Sawa? Sawa? Kama mnaungana vijana labda 6, bwana tufungue shamba darasa. Sisi tuko 6, mtaji wetu ni mdogo. Tutafute eneo tukodi tuweze kulilima. Tunalima nini? Tunalima hoho, tunalima si nini, mnavyopangilia nyinyi kulima. Umeelewa? Sasa tunafanyaje? Afisa masoko wataonekana humu ndani anapa 6. Wakati sisi tunahangaika na hiki, wengine watafute masoko. Mtaikuta mmeanza na kitu cha ajabu sana, lakini kesho mnakuwa watu wengine. Tuanzishe hiki jamani. Mwaka huu sikiliza, mwaka jana tulilima mboga mpaka tumefika hapa, lakini mwaka huu tuongeze kiwango. Kiwango cha nini? Tusilime mboga tena. Hata kama tutalima mboga, tulime mboga kwa wastani, ili tupate muda wa kufanya kingine. Tulime nini? Tupate kama nusu eka, tulime zile ni watermelon, tikiti maji, tulime zile, tuzituze vizuri. Soko wapi? Afisa masoko, msifikiri afisa masoko mpaka aje amesomea wapi. Mjitafute wenyewe. Kwa nini bwana?